shughuli zake kama ambavyo nimetoka kuelezea. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia mabadiliko hayo, sera za bajeti, mikakati ya kukusanya mapato pamoja na azima ya serikali ya kudhibiti matumizi, sura ya bajeti inaonyesha kuwa jumla ya shilingi trilioni 56.49 zinatarajiwa kukusanya na kutumika katika mwaka wa fedha 2025-2026. Bajeti hii inatarajia kugharamiwa mapato ya ndani shilingi trilioni 40.47, misaada shilingi trilioni 1.07, mikopo shilingi trilioni 14.95, na kati ya mapato ya ndani yanayotarajiwa, mapato ya kodi ni shilingi trilioni 32.31, mapato yasiyo ya kodi ni shilingi trilioni 6.48, na mapato ya mamlaka za serikali za mitaa ni shilingi trilioni 1.68. Aidha, mikopo ikijumuisha trilioni 6.27 kutoka vyanzo vya ndani na shilingi trilioni 8.68 kutoka vyanzo vya nje. Mheshimiwa Spika, makadirio ya matumizi ya serikali ya shilingi trilioni 56.49 kwa mwaka 25-26 yanajumuisha stahiki za watumishi, michango ya pensheni shilingi trilioni 9.17, ununuzi wa bidhaa na huduma shilingi trilioni 5.58, malipo ya riba na mikopo shilingi trilioni 6.45, ruzuku kwa taasisi za serikali, mashirika ya umma, mamlaka za serikali za mitaa shilingi trilioni 22.17. Aidha, serikali inatarajia kutumia shilingi trilioni 7.72 kugharamia malipo ya deni la ndani na nje. Mfumo wa bajeti unaopendekezwa, Mheshimiwa Spika, ni kama unavyoonekana sasa kwenye jedwali namba 3. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru washirika wote wa maendeleo walioahidi kuchangia bajeti ya serikali 2025-2026 ili kufanikisha malengo haya. Baadhi ya taasisi na washirika wa maendeleo walioahidi ni pamoja na Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, Benki ya Maendeleo ya Afrika, Benki ya Kiarabu ya Maendeleo ya Kiuchumi, Benki ya Uwekezaji ya Ulaya, Mfuko wa Abu Dhabi, Mfuko wa Kuwait, Mfuko wa Kimataifa wa kusaidia mpambano dhidi ya ukimwi, kifua kikuu na malaria, Mfuko wa OPEC, Mfuko wa Maendeleo ya Kimataifa OFID, Mfuko wa Mazingira Duniani, Mfuko wa Mabadiliko ya Tabia Nchi, Mfuko wa Kuhimili Mabadiliko ya Tabia Nchi, Mfuko wa GRMF, Umoja wa Mataifa na mashirika yote chini yake, Umoja wa Ulaya, International Fund for Agricultural Development, Umoja wa Shirika la Chanjo Ulimwenguni. Kipekee pia nizishukuru nchi wahisani walioahidi kuchangia katika utekelezaji wa bajeti hii, ikiwemo Australia, Canada, China, Denmark, Finland, India, Indonesia, Ireland, Italia, Japani, Korea ya Kusini, Marekani, Norway, Oman, Poland, Sweden, Ubelgiji, Ufaransa, Hispania, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani na Uswisi. Aidha, napendekeza kutambua mchango wa moja kwa moja ushirikiano kutoka kwa asasi zisizo za serikali ambazo tumekuwa tukishirikiana nazo na sekta binafsi na asasi za kiraia na mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za kidini katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kuhitimisha, nitumie fursa hii